Niko na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kyela Bwana Thomas Mwamkonda ambaye anakwenda kuzungumza naye hapa kuhusiana na zoezi zima la uzinduzi. Kiongozi, habari za majukumu? Salama kabisa, pole na majukumu. Aisee, ni njema kabisa. Asante sana. Ninafurahi sana kukuona. Asante sana. Tuko moja kwa moja kupitia Baharia TV. Asante. Tunataka kufahamu leo tuko na uzinduzi wa shirika hili la Blessing Foundation. Nini tunatarajia kutoka kwenu kama shirika, kwetu sisi kama jamii? Asante sana. Kwanza ni mshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kuwa mgeni rasmi kwenye uzinduzi leo tarehe 17 mwezi wa 4 hapa ukumbi wa Veronica katika mji wa Mbozi hapa Mlowo. Sisi kwenye uzinduzi huu Blessing Foundation ina malengo makubwa matatu. Lengo la kwanza ni kuinua kilimo. Katika kilimo, malengo ya hii taasisi ni kwenda kushirikiana moja kwa moja na wakulima kuhakikisha kwamba wakulima wanalima kilimo chenye tija, ambapo wanaenda kukuza innovation zaidi katika sekta ya kilimo, kwa maana ya kutumia teknolojia na mbinu za kisasa ili kuhakikisha mkulima analima kwa tija. Lakini katika eneo hilo pia wamehakikisha kwamba wanaenda kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na msukumo mkubwa wa kuongeza thamani ya mazao ya wakulima, lakini sambamba na kwamba hii shirika litaenda kujikita kuhakikisha kunakuwa na masoko kwa ajili ya wakulima na mazao yao, na sisi tunafurahi. Lakini jambo la pili ni kuona kwamba inaenda moja kwa moja kugusa watoto ambao wako kwenye mazingira magumu, hasa katika jamii zetu. Wenyewe utajua kwamba tuna watoto ambao wamekosa matumaini makubwa ya kuendelea na maisha kama ambavyo watoto wengine wanafurahi. Kwa hiyo shirika linaenda kujikita kuhakikisha linaenda kuwakusanya watoto, wanawapa tumaini jipya, kwa maana kusaidia katika sekta ya elimu. Lakini pia ukija kwa vijana, kuweka tija kwa ajili ya vijana, kwa maana kujihusisha na masuala ya kilimo lakini na ufugaji, ili kuinua kipato cha mmoja, lakini kuleta ushindani katika masuala mazima ya kuinua uchumi kwa vijana. Kwa hiyo utaona malengo yote haya mahususi ambayo shirika hili na taasisi hii ya Blessing Foundation inafanya, yale ambayo tayari ni sera ya serikali na usimamizi mkubwa wa serikali, ambao ndio maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha wanaweka mkazo mkubwa. Leo utaona kwenye mbolea Mheshimiwa Rais ameweka serikali ruzuku kubwa sana. Kwa hiyo tunapata mbolea kwa bei nafuu. Kwa hiyo yote ni kuhakikisha mkulima tunamuinua. Kwa hiyo na shirika linaenda kuhimiza yale ambayo tayari serikali inafanya, lakini pia kuwepo na ustawi wa jamii. Utakumbuka Mheshimiwa Rais kusudi kubwa ni kuona kwamba katika miaka mitano hii anayoenda kufanya ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa na tabasamu. Sasa na shirika hili linaenda kuhakikisha pia vijana wanakuwa na tabasamu, kuhakikisha ustawi wa jamii unakuwa mkubwa sana. Mwenyekiti, pengine tunataka kufahamu, yawezekana kuna mashirika mengine ambayo yanatutazama hivi sasa yanatamani kushirikiana na Blessing Foundation katika kuhakikisha maendeleo yanasonga mbele. Hili utaratibu umekaje? Mimi nashukuru kwa hilo. Kama utakavyokuwa unaona malengo, lakini pia mwelekeo wa shirika hili ni kwenda kuweka ushirikiano na mashirika mengine, kwa maana kuweka partnership ili kuhakikisha nafanya hiyo tija. Wameweka wazi kwamba shirika linaenda kufanya ushirikiano na mdau yoyote. Kwanza wameweka wazi kwamba sisi kama shirika tunafanya chini ya serikali na kuhakikisha ya malengo ya serikali yanatimizwa, lakini pia sheria kuu inayoongoza nchi yetu ndio inaongoza pia shirika, na yote ambayo yanahitajika kwa maana mahitaji ya serikali, kwa maana juu ya usimamizi wa mashirika haya, basi na hii taasisi inaenda kufuata. Kwa hiyo na wadau wengine, mashirika mengi kama ambao wengine wamehudhuria hapa leo, wawe tayari kwenda kushirikiana nao. Ukiangalia maono, mwelekeo, malengo, kwa kweli wana malengo makubwa kwa ajili ya jamii ya Tanzania. Sawa. Ndio. Mheshimiwa, pengine tusikie neno lako la mwisho, wewe kama kiongozi wetu na wewe kama mshiriki katika uzinduzi huu wa Blessing Foundation. Kipi cha kuiambia jamii ama yeyote ambaye anatufuatilia hivi sasa? Asante sana. Mimi naiomba jamii ipokee hii taasisi kwenda kufanya nao ushirika katika maeneo yote ambayo wanalenga kufanya.
Lakini pia nitoe wito kwa viongozi mbalimbali wa serikali, hasa sisi ambao ni wawakilishi wa wananchi. Kama nilivyosema, mimi ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kyela. Nimekuja leo kushiriki katika eneo hili kwa sababu naona ni muhimu. Yale ambayo tumekuwa tukihimizwa na serikali chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ndio ambayo yamesemwa kwenye hii taasisi kwamba inaenda kuyafanya. Kwa naomba viongozi wote, wawakilishi wa wananchi, viongozi wa serikali waende kushirikiana na hawa pindi ambapo kunakuwa na mradi katika sehemu husika, kwa sababu malengo yamewekwa bayana kwamba ni kwenda kujenga ustawi wa wananchi katika nchi yetu, katika halmashauri ambazo zile zitakuwa na miradi hiyo. Asante sana mheshimiwa. Nashukuru sana. Asante, kushukuru sana. Ubarikiwe sana. Asante sana. Naam, mtazamaji, huyo ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kyela Tobias Mwamkonda ambaye alikuwa anazungumza naye hivi sasa, ambapo pia alikuwa ndiye mgeni rasmi hapa wilayani Mbozi, mkoa wa Songwe, katika uzinduzi wa shirika lisilo la kiserikali, yani shirika binafsi ambalo linajikita katika kuhakikisha linawakwamua vijana, watoto, watu wenye uhitaji katika kuhakikisha wanafikia malengo yao. Nikushukuru sana mtazamaji Bahari TV, bado tuko nao watu mbalimbali, tutaendelea kukuletea zile update ambazo tuko nazo kutoka hapa wilayani Mbozi, mkoani Songwe. Jina langu mimi ni Friday Mogomare na hii ni Bahari TV. Asante kwa kuifuatilia Bahari TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.